Taasisi ya Elimu Tanzania inaendelea kutoa mafunzo ya mtaala ulioboreshwa kwa walimu wa darasa la 4 wanaofundisha somo la sayansi eneo la coding katika mikoa yote nchini Tanzania. Mafunzo hayo ni endelevu huku lengo likiwa ni kuwajengea uwezo wa walimu juu ya kutumia mbinu mbalimbali za kufundishia zitakazosaidia kumfundisha mwanafunzi ujuzi katika maeneo mbalimbali ikiwemo katika ujuzi wa coding na kompyuta. Mimi ni Bakari Chijum. Mafunzo haya yanaendelea kwa Tanzania nzima kwa walimu kwa sababu haya yanayotekelezwa sasa hivi na Taasisi ya Elimu Tanzania ni maelekezo kutoka kwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan mara tu alipoingia madarakani. Alitoa maelekezo kwa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kuelekeza endapo kama wanaona kuna kitu kinastahili kuboreshwa katika mitaala yetu ili kuifanya elimu yetu iwe bora, yenye kuleta tija kwa maslahi ya taifa na hata kuwasaidia vijana waweze kujiajiri. Kwa hiyo kwa sasa hivi Taasisi ya Elimu Tanzania kupitia Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia tunafanya mafunzo haya kwa mikoa yote Tanzania. Kwa hiyo zoezi hili la utoaji wa mafunzo ni zoezi endelevu. Zoezi endelevu kuhakikisha walimu wanaopata mafunzo haya wana uwezo wa kufanya vizuri zaidi, kwa sababu lengo kuu la mafunzo haya ni kuhakikisha walimu wanakuwa na uwezo mzuri wa kuwa na mbinu mbalimbali za ufundishaji ili kuweza kuwasaidia wanafunzi waweze kufahamu vizuri yale masomo yao. Na mafunzo haya zaidi yamelenga katika masomo ya science. Kwa hapa Dodoma sasa hivi tunaendelea na walimu wa masomo ya science. Kwa hiyo unaona ni jinsi gani ambavyo elimu ya Tanzania inaenda kasi kutokana na mahitaji ya teknolojia, kwa sababu kama sasa hivi kuna hizi shughuli za mambo ya AI, na hivi karibuni tulikuwa na mkutano wa kimataifa ambao ulikuwa unaelezea masuala haya ili kuifanya elimu ya Tanzania iendane sambamba na wakati uliopo. Mafunzo haya yanafanyika nchi nzima, lakini sasa hivi tuko katika mkoa wa Dodoma, katika wilaya ya Dodoma mjini, kituo cha Mtemi Mazengo. Hapa tuko na walimu wanaofundisha masomo ya sayansi, na walimu hawa wanapatiwa mafunzo kwa ajili ya kuweza kufundisha mada zilizopo katika kitabu cha darasa la 4 kinachohusu usimbaji au coding. Mafunzo haya ni muhimu kwa walimu ili waweze kufundisha ile mada ambayo ipo katika kitabu cha mwanafunzi. Na walimu wao wanafundishwa jinsi gani ambavyo wanaweza wakatumia coding kuwawezesha wanafunzi wa darasa la 4 ili wakaweze kutumia coding katika kuweza kufanya mambo mbalimbali. Tukumbuke kwamba mtaala ulioboreshwa kwa sasa hivi unasisitiza matumizi ya tehama. Sasa katika kusisitiza matumizi ya tehama, mtaala umeanza kuweka matumizi ya tehama kutoka katika hatua za awali kabisa. Na hapa huu ni muendelezo sasa kwa walimu wa darasa la 4, na mwaka jana pia mafunzo haya yalifanyika kwa walimu wa darasa la 3 ili kuweza kuwawezesha walimu waweze kuwasaidia watoto wakaweza kutumia tehama katika kujifunza mambo mbalimbali. Ukiangalia sana kwa kutumia coding, hasa kwa kutumia program ya Scratch, inawawezesha walimu waweze kuwasaidia watoto watumie program ya Scratch wakaweze kutengeneza maumbo mbalimbali. Wanaweza wakatengeneza maumbo kama ya mraba, wakatengeneza maumbo ya mstatili, na sio hilo tu, pia watoto wanaweza wakatengeneza hata katuni mbalimbali wao wenyewe wakati wanapojifunza, na pia wanaweza wakatengeneza wakafanya hata michezo mbalimbali, ambayo michezo mbalimbali mfano wanaweza wakatengeneza puzzle, wakaweza wakatengeneza umbo lenye njia mbalimbali. Na licha ya hivyo, hata kwa kutumia hii program mwalimu wa somo yote anaweza akatumia. Unaweza kukuta hata mwalimu wa geography anaweza akaielekeza, akatumia maelekezo yaliyopo katika hii programu wanaoitumia, wakaweza hata watoto wakaweza wakafanya directions mbalimbali, akaweza jua aende kusini, aende mashariki, aende magharibi. Kwa hiyo mafunzo haya ni muhimu sana, kwa sababu mtoto hajifunzi tu kwa kujifunza kwa kawaida kama vile tulivyozoea, lakini pia anaweza akatumia tehama katika ujifunzaji wake. Tukumbuke kwamba watoto sasa hivi wanapenda sana matumizi ya tehama. Kwa hiyo tehama inapoingizwa katika ujifunzaji wao, inawafanya wapende zaidi kujifunza, na pia waweze kuanza kutumia teknolojia katika maisha yao toka hatua za awali kabisa.
Kwa mafunzo haya ambayo tumeyapata kwa siku hizi mbili, kwa maana ya jana tarehe 17 na leo tarehe 18 mwezi wa 5, yametusaidia sana. Kwanza tumejifunza kwa vitendo, kwa maana ya practical, lakini pia tumewezeshana walimu kwa walimu. Kwa hiyo imetufanya tuwe na confidence zaidi hata pale tutakapoenda kufundisha wanafunzi darasani. Kwa maana tuna uwezo wa kuwawezesha nao wakawezeshana kama ambavyo tulikuwa tunawezeshana sisi. Faida nyingine, ulimwengu wa sasa ni wa sayansi na teknolojia. Kwa maana ya kwamba watoto wanajifunza kwa vitendo zaidi. Na vifaa vinavyotumika katika kufundishia hizi mada za usimbuaji, yani coding, vinapatikana nyumbani, shuleni na mazingira yote yanayotuzunguka. Simu, laptops, tablet na hata kompyuta za mezani zinapatikana sehemu yoyote. Hivyo basi ni rahisi zaidi kwa wanafunzi, hata unapowaelekeza wana uwezo wa kuendelea kufanya mazoezi zaidi nyumbani na wakaja na ubunifu mkubwa zaidi. Kwa hiyo basi haya mafunzo yameturahisishia sisi kufundisha kivitendo zaidi, tofauti na hapo awali tulikuwa tunajaribu kutumia vitabu, kufundisha kwa kutumia notes. Mwanafunzi anakopi, unatoa maelezo, anaona picha tu, unamwambia picha hii itazunguka mara 2, itaenda na kurudi, lakini haoni. Lakini kwa kutumia vifaa halisia imeturahisishia sana. Tutakapokwenda kuanza kufundisha, maana watoto watatuelewa zaidi.